ufahamu ndiposa akapate kutuongoza katika ibada hii. Endelea kumwambia Bwana ni asante kwa ajili ya kutupa wa bure. Endelea na kukumbuka nchi yetu ya Kenya na dunia nzima, wakati ambao tumekuwa na janga kubwa la corona. Tuendelee na kumuita Bwana kwa sababu ni Kristo na kuna endelea na kumwambia Bwana ni asante. Baba, tunasema ni asante kwa ajili ya wakati huu tumekuabudu. Tumekuita mahali hapa Bwana mabwana, ukatuongoze. Tumekuita mahali hapa ukatushike mkono. Baba, tunaomba kwa haya yote na ukatubariki katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Tutaenda kwa mbio fupi ndio programu akapate kuendelea. Tupige makofi bado kumwabudu. Praise and worship kwa kutuongoza vizuri, na chukua nafasi hii ni wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niko mzima, Kristo amenilinda mzima. Nafurahia kuwa amenionekania. Tuambatane tuwe na wazo la asubuhi. Tuchukue Biblia zetu, kitabu cha Luka Mtakatifu, Luke 10:38 through 42. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She and her sister called Mary, who sat at the Lord's feet, listened to what he said, but Martha was distracted by all the preparations to be done and to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." 41. "Mother, Mother," Lord answered, "you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa Yesu alipokaribishwa kwa Martha na Mary. Tunaona these were two sisters, na mstari ambao ningetaka tuzingatie ni wa 41. Tunaona Yesu akimuita Martha mara mbili. "Martha, Martha, why are you worried?" Because alikuwa anaona ya kwamba sister yake amemwacha. But Jesus answered and said, "Mary has chosen what is better, and it will not be taken away." Christian brethren, today, let us choose what cannot be taken away. And this is staying at the feet of Jesus. Kukaa katika miguu ya Bwana. Hili ndilo jambo ambalo linatuweza kushinda yale tuko. We are living in a challenging times. Let us all stay at the feet of Jesus, calling Jesus. The Bible is encouraging us today. Let us choose that which cannot be taken away from us. Even during these hard times, even during these terrible times, we are crying to God to help us. So nawashukuru kwa sababu tumebarikiwa pamoja na tumesoma pamoja.
tuzidi kuabudu Bwana pamoja, na hilo liwe wazo letu la asubuhi ya leo. Naomba tukaweze kuongoza na wimbo wa watu wote na mwalimu. Tunaanza wimbo namba 1, tukutane ngai 1 2 3. Praise and worship, tuongoze kwa praise moja, alafu tusikie somo la Biblia. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Asifiwe tena. Twende tukasome pamoja. Ni kuyama bilivyo kilungu ni cha miongwele na thandatu muso wa 12 kuvika wa miongwele na 5 ni kwache kila mungu ni wakwata twenda ni vamwe na Isaka avanda Yesu na ona mwaka usu kunduyana na Yehova amwadhima na mundu usu aingiviwa muno na aendelea kuingiliwa mugaka atwika munene muno na ae na uthiwa ndithia cia mbui na malondu na uthiwa ndithia cia ng'ombe na andu aingi ma nyumba na Afilisti mamwiwia kiweu na indi ithima cionde ila athukumima ithe wake menzie matuku ma ithe wake Abalamu Afilisti ni majindile na kusilusia muthanga na Abimeleki amwia Isaka uma kwito nundu wivinya muno kwigie na Isaka auma kuu na akamaema mwandani wa Ngelali na atuakuo na Isaka agukua ingi ihima cia mande ila menzite matuku ma Abalamu ithe wake nundu Afilisti ni malindile Abalamu akua
na asieta masietwa masio watia masietwa ala sieta wa nithe na thukumi Isaka menza mwandani na pomona kidima cha manzi meuguluja na aibi ma ngelali ma tetanya na aibi ma Isaka makimea manzi ni maitu na akita kidima sitwa yacho Eseki ni kwithiwa ni matetanisie nake na menza kidima kingi nacho magitetanisia na akita sitwa yacho Sitina na aumaku eza kidima kingi na chu maya akitetanisia na akita sitwa yacho Leogodi na Asia mundu yuyoba nutone udei na itu tukongeleka embi na ambata kumabau kubika mbeli sieva na yoba amumilela outukusu na amya ninye ngaiwa Abalamu ibe waku ndukakie nono ni bamwe naku nakwa ngakualima na ngakwingivya usya waku kolwa utukumiwa wakwa Abalamu na anga kidembe obau na eka ila sifa ya Yoba na amba yema yake po na atukumi ma Isaka meza kidima bo mugia wa ndeto tubo itwimwe asa musungu wa sumbe toka mbewa kusali uwakyo icha umungu watu nenga musungu wa sumbe ni watu mwa museo ulawababie twende ya ikubeira na kukile ndeto yaku na kukumbi sianzembo siya kila mbemba yowa wa ituni ila ikwa igete tuendea na kiligo kitu cha mudena umundi twakwita yowa wa ituni ukaende kutubingwa matuna mbositu anikenda ndeto lako asoma ili kufafanuliwa ni ula wenyupita musumbi wa sumbi ikatone kulikangoni situ na matuni maitu na ikatone kutwaka mbele na mbele musumbi wa sumbi ikala itwidi ya matuku maitu ove twidhayo utiali wa masaa musumbi wa sumbi ni twaonenga nemoko ni maku ukatuyani siye tukone muvya tuyunguo sumbe waku anisitwa ni ya Yesu ni twabuena twaikia. Amen. Somo la Biblia tutaenda kuwa na maombezi na praise and worship watakuja watuongoze.
maombi yetu. Baba, tuko mbele zako asubuhi njema, tukiwa na furaha, tukitukuza jina lako kwa ajili ya ukuu wako Mwenyezi Mungu. Tunasema ni asante kwa kutupea nafasi nyingine ya kuja kanisani ili tukaweze kukuabudu. Tuko na ushuhuda katika mioyo zetu kwamba Baba umetenda maajabu. Umeweza kutulinda, umeweza kutuhifadhi, umeweza kutubariki. Hata wakati huu ambao mambo yanaonekana mabaya, umekuwa Mungu wa neema kubwa. Tutazame Mwenyezi Mungu na jicho lako la huruma, na ukaendelee Mungu kutubariki na kutuinua na kutupea nguvu, kama vile ulitenda kwa mtumishi wako Petro. Mwenyezi Mungu, tuliona Mwenyezi ulienda kumtia nguvu na akaendelea hata wakati ukiwa mgumu kueneza injili yako. Tuko mbele zako tukiwa na nguvu sana, nguvu za Roho Mtakatifu Mwenyezi Mungu, kwa sababu umetulinda na umetupea neema ya kutosha. Tunasema ni asante. Tumekuja hapa tukiwa na mahitaji, kwa sababu Mwenyezi Mungu, wakati kama huu kuna mambo tumeyaweka mbele yako na tunatarajia kuona mkono wako wa rehema. Baba, tazama kanisa lako linahitaji Mungu neema yako, kwa sababu tunahitaji kukusanyika hapa tukiwa wengi kama tulivyokuwa, tukaweze kukuabudu Mwenyezi Mungu, tukaweze kuinua jina lako. Tunaomba na kunyenyekea mbele zako Mungu, tukiomba kwa ajili ya wale wako nyumbani. Sisi umetupea nafasi ya kuja hapa. Kuna wale wako nyumbani Mwenyezi Mungu. Ninajua Mwenyezi Mungu, shetani anaweza kujipea nafasi sehemu zile, na watu wakakose kukuabudu Mwenyezi Mungu, wakawa na shughuli mingi, na ikawa siku ya Sunday ndio kazi ya kufanya kazi za nyumba, na ndio ya kufanya mambo ambayo hatufanyi katikati ya wiki, na Mungu tukaweze kukosa kukuabudu kwa kweli. Mwenyezi Mungu, ninaombea watu wako, wakumbushe Mwenyezi Mungu kwenda mbele zako na kukuabudu. Mali maliko Mwenyezi Mungu, weza kuwanenea Mwenyezi Mungu, na watambuke neno tu la shukurani na kuomba mahitaji wakiwa nyumbani. Tunaomba kwa ajili ya hili kanisa letu la AIC Mwingi Township, tukiombea wachungaji wetu. Naomba kwa ajili ya Pastor Charles, ukaweze kumbariki Mwenyezi Mungu, ukaweze kumuinua katika imani yake, ukaweze kumshika mkono katika mambo yake hata ya familia Mwenyezi Mungu, ukaweze kumhifadhi na neno lako likaendelee na kukua sana ndani ya moyo wake. Tumeona akitubariki na neno lako hata kwa mitandao. Tumeona kwa kweli akiweza kutia bidii na kuweka kanisa lako likiwa moto. Baba, ninamwombea ukaweze kumbariki sana na ukampatie desire ya moyo wake Mwenyezi Mungu. Chenye anataka Mungu kufanya ndani ya kazi yako, muinue sana Mwenyezi Mungu na familia yake Mwenyezi Mungu. Naomba kwa ajili ya Pastor Joyce akiwa nyumbani. Tunajua umembariki na mtoto na anaendelea na kutunza familia yake. Tunamkabidhi mikononi mwako Mwenyezi Mungu, kaendelee na kumhudumia, kwa neno lako likaendelee na kukua ndani ya moyo wake, na Mungu aweze kumbariki sana. Naomba kwa ajili ya uongozi wa kanisa, Mwenyezi Mungu aweze kubariki. Naomba kwa ajili ya wamama wa kanisa ambao wako nyumbani na wale wako hapa, Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki. Watoto wetu wa Sunday school wako nyumbani, Mwenyezi Mungu ninawaombea waweze kudumisha chenye walielimishwa na walimu wao, na Mungu Roho Mtakatifu akaendelea na kuwahudumia hata katika utoto wao. Mwenyezi Mungu, ninawaombea Mungu akashikilie neno lako, na watakaporudi kanisani Mwenyezi Mungu tukaone ukiwa umewatendea makuu. Kuna mambo mengi ambayo yanakumba wana youth Mwenyezi Mungu, wanapotembea huku town, wanapo Mungu toka mikononi ya wazazi, tunasikia mambo ambayo Mungu yanahuzunisha mioyo yetu. Baba, tunaomba ukaweze Mungu kupea wazazi nguvu za kukaa na watoto wao na kuelimisha neno lako Mwenyezi Mungu, ili wakaweze kukaa maisha ambayo yanafaa na ambayo yanapendeza machoni pako Mwenyezi Mungu. Tunaomba Mungu ukaweze kuwalinda wanayuthi wetu Mwenyezi Mungu, tunawaombea mahali waliko ukaweze kuwalinda, ukawatunze, na Mungu ukawapatie tu kushikilia neno lako Mwenyezi Mungu. Haya yote Mungu tutakushukuru kwa ajili yao. Tunaomba Mwenyezi Mungu ukaweze kutuongoza, ukaweze kutushika mkono. Baba, tunaomba ukaweze kuwa pamoja nasi na ukaweze kutulinda na rehema zako zikaweze kutufuata. Ni asante Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunajua tu upendo wako uko pamoja nasi. Tuongoze na utuhifadhi, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tumefika wakati mzuri wa kusikia kutoka kwa Bwana. Naomba tuchapie Bwana makofi ya juu. Makofi ya juu. Asante sana. Asante kwa sababu ya kuwa na ibada nzuri. Tuombe. Mungu yetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kwa sababu
wakati tulipoingia katika nyumba yako umetuhudumia sana. Tumehisi mioyoni wetu kuwa tumekutana na wewe na umetuhudumia kwa njia ya kipekee kila mmoja wetu. Tunajiachilia mikononi pako wakati huu Mungu wetu, ili ukaweze kunena nasi ukitumia mtumishi wako aliye mbele yako na mbele yetu. Tunajua umemtuma na neno kwa ajili yetu Mungu wetu, na tunamwombea kwako ili ukaweze kumtumia kama chombo. Tunaomba Mungu wetu wazungumze na sisi kupitia kwa yeye. Baba yetu, nasi tutasikia mapenzi yako kwetu siku ya leo. Tunaomba Mungu wetu neno lako likapate nafasi ndani ya mioyo yetu na ikatubebe katikati ya wiki na siku zote za maisha yetu. Asante kwa kuwa utanena na sisi, tutakapoona tamaa tutashukuru sana. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Asante sana. Tutaenda moja kwa moja kupata neno kutoka kitabu cha Mwanzo. Ufungue Biblia zetu kitabu cha Mwanzo. Genesis chapter number 26. Wacheni tusome pamoja. Genesis chapter 26 verse 12. When Isaac planted his crops that year, he harvested 100 times more grain than he planted. For the Lord blessed him. He became a very rich man, and his wealth continued to grow. He acquired so many flocks of sheep and goats, herds of cattle and servants, that the Philistines became jealous of him. So the Philistines filled up all of Isaac's wells with dirt. These were the wells that had been dug by the servant of his father Abraham. And finally, Abimelech ordered Isaac to leave the country. Go somewhere else, he said, for you have become too powerful for us. Hapa tunaona Isaka yuko katika nchi geni? Yuko katika nchi ya Wafilisti. Ametoka kwao Canaan na anaelekea Misri, lakini akiwa njiani katika nchi ya watu wanaoitwa Wafilisti, Mungu akamzungumzia. Ametoroka kwao kwa sababu ya njaa. Kumetokea ukame, ukatokea njaa, famine, na nchi ile ikawa haikaliki, ndio akaitoroka. Yeye ni mtumishi wa Mungu, ni mwana wa Abrahamu, baba wa imani, amelelewa katika mazingira ya imani. Kwa hivyo yeye amejua sauti ya Mungu na anampenda kumtii Mungu. Kwa hivyo yeye aliposikia sauti ya Mungu ikimwambia asiende Misri, atulie pale katika nchi geni, aone mkono wa Mungu, aliweza kutii na akatulia pale. Yeye alipotulia pale, alianza kufanya mambo ya kujiendeleza. Akapanda shamba likamfaa vizuri sana. Akapata mavuno marandufu. Biblia inasema ya kwamba alipata mavuno 100-fold, mara 100 ya kile ambacho alikuwa amepanda, na hayo ni mavuno mazuri. Akaweka mifugo, ng'ombe, mbuzi, kondoo. Wale ng'ombe na wale mifugo wakamfaa vizuri sana, na yeye akawa tajiri, mtu wa kuheshimiwa, akawa tajiri wa eneo lile akiwa mgeni. Na watu wa eneo ile waliweza kushangazwa naye, wakaanza kumuogopa. Wakasema ya kwamba he has become too powerful for them. Inaonekana akipenda ataweza kubadilisha serikali kwa sababu ya uweza wa mapato. Neema ya Mungu ikawa juu yake na kibali cha Mungu kikawa juu yake. Wakaanza kumzuia, wakaanza kumzima, wakaanza kumsumbua. Alichimba visima vikamfaa. Katika kifungu hiki tunaona visima zaidi ya 6. Akaweka
wafanyikazi wake pia wakamfaa, na ikawa ni kama kila kitu kinamfaa. Kwa hivyo yeye akaweza kunawiri katika nchi ngeni, katika mazingira yasiyopendeza, mpaka wakamtoa pale, wakamfurusha, akaenda kwingine, na kule akaendelea kupanuka tu, kwa sababu kibali kilimfuata, na wao wakamfuata huko wamsumbue, na yeye akaendelea kupanuka, akawaachia nchi ile, akaenda kwingine, wakamfuata huko wakamsumbua, akaenda kwingine. Ikafikia pahali, mstari wa 22 unatuambia kwamba alifikia pahali akachimba kisima katika eneo, na katika akapata fresh water. Verse 22. Alipopata fresh water na akaona ya kwamba hakuna mtu anamfuata kwa kile kisima, akasema ya kwamba kitaitwa Rehoboth, kumaanisha Mungu amempatia nafasi ya kupanuka. Ako katika eneo mahali ambapo ni kama Mungu amempatia utulivu, akatulia pale, na kisima cha pale akakiita jina ambalo linamaanisha a peaceful space. Mungu amempatia nafasi nzuri, amempatia space ambayo sumbuani na mtu. Mungu ameibariki ile space, ni space ambayo ina kibali cha ajabu. Kwa hivyo akiwa katika ile hali, Mungu akamzungumzia tena moyoni, akatamani kuanzisha ibada ya kipekee, na pale akateremka mahali ambapo inaitwa Beersheba, mahali ambapo walikuwa wameweka madhabahu na baba yake, na pale akaanza kupendelea sana mambo ya madhabahu, kwa sababu mahali pale hakuwa na visima. Aliacha mambo ya visima, yakaacha kuwa priority, akaweka another new priority ambayo ni ibada. Na alipoanzisha hiyo akiwa Beersheba, mahali ambapo hapana visima, Mungu akamjalia, akamtembelea na akamjalia kwa kisima kingine ambacho kilitokea kwa njia ya ajabu. Kwa hivyo hiki ni kibali cha ajabu. Leo ningependa tuwaze pamoja juu ya vile muumini, mtu wa Mungu, anaweza kufanikiwa na kupanuka katika mazingira ambayo hayapendezi kamwe. Thriving in an hostile environment. You can thrive in a very hostile environment. I can also thrive in a very hostile environment. It is possible. It happened to Isaac. It can happen to you. It can happen to me. Actually, it happens to us as believers. Ningependa tuchunguze, tuone kwa Biblia, kwa kifungu hiki, yale mambo ambayo alifanya Isaac akapanuka vizuri katika eneo na katika hali kama hii. Jambo la kwanza, he had a relationship with Abraham, the friend of God. Alikuwa na uhusiano wa kipekee na Abrahamu ambaye ni rafiki wa Mungu. Alikuwa na uhusiano wa karibu, alikuwa mwana kwa Abrahamu, na vile Mungu alikuwa amepatia Abrahamu kibali na upendeleo wa kipekee, kwa neema akaextend kile kipendeleo kwa Isaac. Ndio sababu mstari, ukiangalia vizuri, mstari wa 24, I want to read verse 24. Inasema hivi, I want to begin with 23. From there, Isaac moved to Beersheba, where the Lord appeared to him on the night of his arrival. I am the God of your father Abraham, he said. Do not be afraid, for I am with you.
and will bless you. I will multiply your descendants, and they will become a great nation. I will do this because of my promise to Abraham, my servant. Then Isaac built an altar there and worshipped the Lord. He set up his camp at that place, and his servants dug another well. Kwa hivyo pale akamwambia, it is all about your relationship with Abraham. I made a promise to Abraham, your father. I made a covenant with him. I loved him so much. And because of him, nita extend hiki kibali kwako. Na hivyo ndio tunajua ya kwamba Waebrania waliweza kupata kipendeleo kwa kuhusiana na Abrahamu. Sisi wa Kristo tunapata upendeleo kwa kuhusiana kwa karibu na Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, rafiki wa Mungu. Kwa hivyo kama unataka kutembea katika kibali hiki, unapoguza jambo fulani linanawiri, unaguza sehemu nyingine inanawiri. Ukienda kwa mifugo, ukienda kwa ukulima, ukienda kwa wafanyikazi, kupata mfanyikazi unapata ya kwamba ni yule mfanyikazi atakayekufaa kabisa. Unaguza wale huu, unapata ya kwamba visima vinanawiri. Wale wengine wakikosa maji, visima vya Isaac vilikuwa na maji, ndio wakamwonea wivu, akawa amenawiri vizuri kwa sababu ya uhusiano. Na hii inatuonyesha ya kwamba ni vizuri kama Wakristo tutafute uhusiano bora na kuepuka dhambi ambayo inatutenganisha ama inaharibu uhusiano wetu na mkombozi wetu. Tuiepuke kabisa na kuichukia na kuiacha na kuishi maisha ya uteua, na kila wakati tuweke kama our prayer item kuombea special favor, kibali cha ajabu kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unapofanya hivyo utaona mambo yakiwezekana. Utasikia wengine wakilia ugumu, lakini wewe utakuwa unaona hali ni mbaya, hali haipendezi kamwe, hali si hali, bali utajipata ukipenya, unaona unapenya. Hali ni ngumu, lakini upendelee huko kwa sababu ya uhusiano wako na Kristo, vile unapenda mambo ya Mungu, vile unamtumikia Kristo, naye unapata kipendeleo kwa Mungu kwa sababu ya uhusiano wako na Kristo. Wacha tuweke hiyo kama jambo ambalo ni letu. Na wakati ambapo unaona hauendi vizuri, mambo yako haisongi, unaishi kwa matumaini ukijua ya kwamba una kibali. Na hivi karibuni mambo yanayoandamana na kibali kile yataanza kudhihirika. It's a matter of time. Mlango umefunguliwa na Mungu anakupeleka mahali, na utakapofika pale anakuhitaji, utaona milango imefunguka vizuri sana. Sisi tunaishi kwa matumaini kujua ya kwamba wakati hali ni mbaya, upendeleo wetu bado upo. Wakati hali ni mbaya na kama mlango wetu umefungwa, tunaishi kwa imani kujua ya kwamba hivi karibuni mlango utafunguliwa. Jambo la pili, sababu nitataja mambo machache. Pamoja na kuwa na uhusiano na Abraham baba wa imani, pia aliweza kuchukulia hizi challenges, hizi changamoto kwa imani na kwa njia ambayo iko na lot of maturity. Aliweza kushughulikia haya matatizo kwa imani na kwa njia ambayo inaonyesha ya kwamba amekuwa ndani ya imani, amekuwa kiroho, si mtoto tena. So he was very mature in handling these challenges. Kama angekuwa na mtoto, angelipiza. Wanapoweka mchanga visima vyake, na yeye anatafuta njia ya kuadhibu na kulipiza kisasi. Lakini yeye akaamua ya kwamba hatalipiza kisasi, atakuwa na utu uzima, maturity in his approach. Wakamwekea mchanga visima vyake, na alikuwa na wafanyikazi ambao angewatuma waadhibu hao wanaofanya hivyo.
lakini yeye akaona ya kwamba hatalipiza kisasi, akaona ya kwamba yeye hataishi katika nchi ambayo kuna pingamizi. Wanapomsumbua hapa, anasonga mbele. Wanapomsumbua hapa, kumfuatia pale, yeye anaenda tu mbele. Akafanya kama baba yake. Unajua baba yake aliposumbuana na Lutu, nebi wake, alifanya nini? Alimwambia ya kwamba, ndugu yangu, tusipigane, nafasi ni kubwa sana. Ukienda upande huu, nitaenda upande ule mwingine. Ukienda north, nitaenda south. We should not fight. We cannot fight. Because God has given us a lot of space. We only need to identify where we are supposed to be, and we will have no reason to fight. Kwa hivyo yeye akasema ya kwamba ataishi kwa imani, kujua ya kwamba siku moja Mungu atampatia nafasi yake. Na hiyo ni kuapproach matatizo. Wakati mwingine unaweza kucompromise your rights, kwa sababu visima vyenyewe vingine vilikuwa vimechimbuliwa na baba yake Abrahamu, na hata alikuwa amevipatia majina, na ikawa akona every right, lakini walipomsumbua kwa hivyo visima, aliweza kuwaachia. Akasema ya kwamba wacha nipoteze kwa ajili ya amani. We should be peacemakers. Isaac was a peacemaker, and that is why he prospered so much, even in a very hostile environment, for being a peacemaker. Wakati mwingine unakuwa a peacemaker, and you don't lose anything for being a peacemaker. And whatever thing you lose, Mungu anakujalia, anakupanua hata zaidi. Kwa hivyo najua kwamba tunaishi katika maeneo ambayo yanaweza kuwa na lot of conflict. Maeneo ya kazi, nimeona maeneo ya kazi pale ambapo unafanya kazi panaweza kuwa na many conflicts. Hali hiyo ya kulipiza inaonyesha ya kwamba bado hujakuwa kiroho, umebakisha sana. Kuna conflict katika familia, kila wakati unaona lot of conflicts. Hata katika maeneo ya makazi yetu, our residence, mahali ambapo naishi, kama wengine wanaishi kwa plot, tunajua yale mambo yanafanyika kule. Our neighbors, those who are jealous of us, they disturb us, they want to be our obstacles, but we must be very mature in handling them. Isaac was very, very mature. Pamoja na hayo, he stayed focused on his job, his work. Yeye aliyafanikiwa kwa sababu alipenda kazi, alijua kazi yake, alipenda ile kazi, na focus yake ilikuwa hiyo kazi na matokeo ya hiyo kazi, performance. Ndio sababu aliitwa mtu wa visima, mtu wa kuchimba visima. Upande mmoja vingine vinawekwa mchanga na anaendelea kuchimbua visima. Akiamka asubuhi katika mipango yake, yeye afikirii the obstacles he is facing, in resource to move forward. Kuchimbua visima, kufanya kazi na kuona matokeo ya kazi nzuri. Kwa hivyo yeye alichimbua visima zaidi ya 6, nimesema hivyo. Na tunaona ya kwamba yeye, he refused to be distracted in any way. Unajaribu kumwekea kizingiti, anavuka kile kizingiti, anasonga mbele. Kimsumbua pale, anaenda mbele. Na pale ambapo ni jangwani, hapaonekani kama panaweza toka maji, anachimbua na kunakuwa na maji pale. Neema ya ajabu. Akakataa kabisa kuwa lazy. Akakataa mambo ya uvivu. Anajua ya kwamba kuna Wakristo ambao ni wavivu. Katika kanisa la kwanza, Wakristo ndio walionekana wakiwa wavivu kuliko watu wale wengine. Walikuwa na kizingizio kusema ya kwamba hata tukiweka nguvu nyingi kwa kazi, Yesu atakaporudi, ile kazi itapotea na itakuwa ya nani? Kwa hivyo wakawa watu wa kupumzika, kusema tu Yesu anakuja, hakuna haja ya kufanya kazi. Ndio Paulo akasema ya kwamba
Kama watu wataki kufanya kazi, hawahitaji kula. Na Wakristo wakaangizwa ya kwamba mkiona mmoja ambaye ni mvivu katikati yenu hataki kufanya kazi kwa ajili ya mapato ya dunia hii, msitangamane na mtu wa aina hiyo. Ni Mkristo ambaye amepotoka, ana nia ya kuishi, anaharibu wakati wa Mungu anaotoa kwa watu wake, anapumua hewa ya Mungu anayotoa bure, anaharibu. Kwa hivyo Wakristo wakaambiwa ya kwamba watazame mfano wa hao safari hands Ditiko, bila wanafanya kazi bila kuchoka, hawana msimamizi lakini wanachapa kazi. They are very focused. Kwa hivyo Isaac akawa namna hiyo, na sisi tunaweza kupenda kuwa hivyo. Na Wakristo, kama ungependa Mungu akubariki, Mungu bariki kazi ya mikono. Mungu abariki jambo ambalo halipo. Ndio watu wanasema he does not bless the vacuum. Anangojea kazi ianzishe aibariki, kazi ianzishe alipwe aibariki. Lakini mahali ambapo hapana kazi na Mkristo yeye anataka kupumzika, analala kutoka asubuhi mpaka jioni kwa sababu kuna corona. Mumewaona? Mimi nimewaona. Sasa tutafanya nini na kuna corona? Tutafanya nini na kuna corona? Hatukifanya hivyo nao watoto wetu wanakuwa wezi. Simuwaona kwa TV, wamekuwa wezi. Wengine wako very busy katika mahusiano ambayo hayaleti utukufu kwa Mungu kwa njia yoyote. Tumewaona Isaac was very hardworking, very focused on his work. We can emulate that. Enda ufanye, ujaribu kufanya, uone kama Mungu atakuwa mwaminifu kwa kubariki kazi ya mikono yako. Lakini kama utazinduka na kutia bidii kwa mambo yako, jambo hili ukiona linazindikana, unaomba Mungu atakupatia mwelekeo wa jambo nyingine, unajipata ukisonga mbele. Kwa sababu hata Wakristo wanahitaji mapato. Kazi ya Mungu hatuwezi kuifanya tukiwa fukara zote. Lazima Mungu atufungulie nafasi, tuchape kazi, tufanikiwe, ufalme wa Mungu upanuke. That is the will of God. Hata nimeona makanisa mengine, baada ya ibada watu wanakusanyika, business people wanapatiwa mawaidha ili wapanuke zaidi, because God blesses the work of our hands. Jambo nyingine nikielekea kutamatisha, Isaac alifanikiwa sana kwa sababu alikubali mawazo yake yaweze kuamshwa vizuri. Tunaona mawazo yake yakiamshwa. His thinking was awakened in a way. His thinking, alikuwa anawaza kwa njia fulani, ikafikia pale verse 23. Unaona mawazo yake yakizinduliwa kwa njia fulani. Kabla sijasoma, ama naweza kusoma alafu tukawaeleza. From there, Isaac moved to Beersheba. Unajua Beersheba, Isaac anaenda Beersheba kutoka Rehoboth. Pale Rehoboth ndipo amesema ya kwamba mimi hapa nimetulia. Visima viko navyo vya fresh water, hakuna mtu ananitatiza. Naona hapa ndipo mahali ambapo napaswa kupanuka, nipanuke. Lakini akiwa pale, wazo likamjia. Wakati anafikiria amefika, ni kama Mungu anamwambia hujafika. Songa mbele, enda Beersheba. Alipoenda Beersheba, mahali ambapo hakuna kisima, mahali ambapo hakuna ule utulivu ambao amezoea. Alipofika pale, kumbe Mungu alikuwa amemngojea pale. Alipofika pale, jambo la kwanza, jioni hiyo Mungu akamtembelea, akamsemesha na akamhakikishia. Pale akajenga madhabahu,
kama first priority na mambo ya visima second, third and fourth priorities. Mambo ya mifugo second, third and fourth priorities. Ibada first priority. Na hapo ndipo Mungu naye alianza kubariki in a very new way. Wafanyikazi wake wakaja wakamwambia kwamba hata hapa mahali ambapo tumehamia, ambapo hapana visima, tulipomwabudu Mungu visima vimeanza kupatikana. Wakaleta ripoti nzuri sana. Wakaleta ripoti nzuri na ikawa wanamwabudu Mungu na wana kila kitu. Ni kama ule mstari unaosema seek ye first the kingdom of God and the other things will be added unto you. Walipoweka ibada, jambo la kwanza, visima vikatokea, kunawiri kwa mifugo kukatokea, ushikamano mzuri wa wafanyikazi ukatokea, na hali ya mavuno ya shambani ikatokea vizuri sana, na wakashikilia ibada vizuri sana. Jambo jingine ninapokamilisha, watu walitokea maeneo yote wakaweza kutoa ushuhuda juu ya ufanisi wa Isaac. Ikawa ufanisi wa Isaac umenguza watu kutoka kila eneo, na watu wakaja kumtembelea wakimletea sifa. Watu wakaja na sifa nyingi sana. Watu wakawa na sifa. Ukisoma verse 26, unaona huyu mtumishi wa Mungu, utateremka hivi utaona akipata wageni, Abimelech mfalme na marafiki zake, the army commanders na wengine wanamtembelea. Lakini akawaambia, kwa nini mmekuja kwangu na nyinyi ni adui? Mlinifukuza, nyinyi ni adui, kwa nini mmekuja? Akawaambia, tumekuja kwa sababu tumejua kwa uhakika aliendelea kumtumikia Mungu, aliendelea kumpenda Mungu. Ilifika wakati shida ya Philistines ikaisha, lakini akawa na shida nyingine pale nyumbani, shida ya watoto. Akawa na shida ya watoto, watoto wakaanza kumsumbua. I want to read first verse 34 and 35. At the age of 40, Esau married two Hittite wives, Judith, the daughter of Beeri, and Basemath, the daughter of Elon. But Esau's wives made life miserable for Isaac and Rebekah. Japokuwa amebarikiwa kwa njia nyingi, lakini amepata tatizo pale nyumbani. Lakini pamoja na tatizo, anaendelea kutumikia Mungu na kumpenda Mungu. Shida nimesema ni ya watoto. Tunajua kwamba Isaac alikuwa na watoto wawili. Alikuwa na Jacob and Esau. Esau akaoa wanawake wambaya kutoka kwa mataifa mambaya, na wale walisumbua baba yao na mama yao vibaya sana. Their life was miserable. Their lives were in distress, kwa sababu walikataa kusikia, wakakataa kuelekezwa, wakakataa ibada, wakakataa kila jambo yote nzuri, wakachagua njia mbaya kwa kupenda kwao. Na hiyo ikawa tatizo mbaya sana kwa mzazi ama kwa hawa wazazi wawili. But they continued to serve God, to love God and to submit to Him. Kwa hivyo si ati mtu wa Mungu amehakikisha ya kwamba hatawahi pata tatizo, lakini sisi watu wa Mungu tumehakikishwa tukipata tatizo lolote, Mungu atazidi kuwa Mungu wetu, neema yake itakuwa kwetu na neema yake itatutosha. Mungu aliwajalia Rebeka na Isaac katika hayo matatizo na mateso ya hao daughters-in-law. Kwa hivyo Mungu ni mwema. Wacha tupendeze kunawili katika hali zote,
Na hiyo ndio siri. Hayo mambo ambayo nimenena ama Biblia imetufunza siku ya leo ni siri ya ufanisi katika wakati ambao ni mbaya, environment na hali ambayo haipendezi. Kwa hivyo Mungu atusaidie, endelea kutupatia hekima tuweze kunawiri, kwa sababu that is our portion. Kunawiri, thriving is our portion, even when the environment is not favorable. Thriving is what God desires for us. So may God bless us. Cheni tuweze kuomba. Mungu, tuko mbele zako wakati huu tukikushukuru kwa ajili ya kuwa kipendeleo chako kiko juu yetu. Your favor is on us. Umetupenda kwa sababu tuna uhusiano mzuri na Yesu Kristo. Tunajua ya kwamba wakati mwingine uhusiano ule hauendi vizuri kwa sababu tunatenda dhambi na kuwa mbali na wewe. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba utusamehe na kuweka uhusiano wetu na Yesu Kristo kuwa bora siku baada ya nyingine. Tumkaribie Yesu Kristo na kumpenda na kusikiza ushauri wake, tutulie miguuni pake na kibali kitatufuata. Kajua ya kwamba tunaishi tukiwa tumezingirwa na watu ambao watatuwekea vizingiti. Lazima Mungu tuweze kuwachukulia kwa njia ambayo iko na lot of maturity and a lot of faith. Mungu, tunakushukuru kwa sababu tunajua ya kwamba wakati utafika utupatie utulivu. Wakati utafika usawazishe hata priorities zetu, ili tuweze kuweka ibada kama jambo la kwanza. Tutafute ufalme mwanzo, tukijua ya kwamba yale mambo mengine mengi yataongezwa. Kwa hivyo tusaidie. Tunajua ya kwamba hata familia inaweza kunawiri na kubarikiwa, lakini kukawa na matatizo. Tumeona siku hizi familia nyingi wanalia kwa sababu ya uasi kwa watoto. Tunaomba ya kwamba Mungu kabariki watoto wetu na kuwapatia kutulia. Wazazi hawana amani kwa ajili ya watoto wao. Tunaomba ya kwamba kaweze kuingilia kati. Na umeona mtumishi wako Isaac kisumbuliwa na the daughters-in-law na akakosa amani. Na tunaomba ya kwamba jambo hilo litakapotokea kwetu katushindanie na kutuelekeza na kutushauri. Asante Mungu, tunapofumkana tushindanie katika wiki nzima. Uwe nasi, utubariki, utuongoze na tuendelea kuishi miguuni pako. Tunaomba yote haya kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba. Amen. Tumemaliza ibada ya kwanza. Mungu atubariki tunapoenda nyumbani.